Umma wa Watanzania na dunia kwa ujumla wa mambo kadha yanayojiri katika mipango ya mazishi ya mzee wetu Edwin Mtei. Leo ratiba zetu zinaanza rasmi leo mchana, kwa sababu familia itakwenda katika hospitali ya Seliani Arusha kupokea mwili wa baba, na mwili ule utasafirishwa kuja nyumbani hapa. Tunategemea msafara wa mwili utatoka Seliani hospitali majira ya saa 10 jioni na utasafirishwa kwa barabara hadi hapa nyumbani. Tunategemea mwili huo kupokea majira ya saa 11 mpaka saa 11:30. Mwili ukishafika nyumbani utaingizwa ndani, and then kutakuwa kuna sala ya maombezi na ya faraja kwa familia ambayo itaongozwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania katika ukumbi huu. Kisha baada ya hapo kutakuwa kuna kuendelea kufanya maombolezo na mkesha kwa ajili ya kwenda siku ya kesho. Kwa jioni kutakuwa kuna chakula cha jioni. Tunategemea wageni wengi watakuwepo hapa, na hata mchana vile vile chakula kitaendelea kuwepo kwa wageni wote ambao wanakuja kutufariji na kumomboleza baba yetu. Kwa hiyo mkesha huo utaendelea mpaka kesho asubuhi, ambapo ratiba ya kesho asubuhi itaanza saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo tutakuwa na breakfast, kwa maana ya chai ya asubuhi kwa wageni wote mapema kati ya saa 12 mpaka saa 1, then saa 1 mpaka saa 2 ni maandalizi ya mwisho, saa 3 program zinaanza. Kama ambavyo nimesema wakati wote, huyu baba aligusa makundi mengi sana, na tumejaribu kutafuta kila njia inayowezekana kila kundi lipate nafasi katika msiba huu, liweze kutoa salamu zake na liweze kushiriki kwa kadri litakavyoweza. Yako makundi ya kisiasa, vyama vya siasa vyote vimetupa taarifa za kufika. Vyama vingi vya siasa vimetupa taarifa ya kufika. Obviously chama kiongozi katika jambo hili ni Chadema, ambako Chadema huyu ni muasisi wa chama chetu cha Chadema. Kwa hiyo nafasi kubwa zaidi itatolewa kwa Chadema kwa sababu ni chama cha baba, ni chama chetu. Lakini baada ya hapo yatafuata makundi mengine mbalimbali. Viko vyama vingine vya siasa, ACT Wazalendo wametoa taarifa za kushiriki kwao. Viongozi wa serikali vile vile wametoa taarifa za kushiriki kwao. Benki Kuu ya Tanzania, amemwona gavana hapa, nao wametoa taarifa ya kushiriki kwao. Na taasisi nyingine mbalimbali ambazo East African Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki, nao wataleta msafara wao na wamesema watatoa ripoti yao na taarifa yao. Kwa hiyo kwa kweli tunaendelea kupokea taarifa za makundi mbalimbali ambayo yangependa kushiriki, na sisi tumesema makundi yote ya siasa na yasiyo ya kisiasa, ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali, maadamu baba alishiriki nao kwa njia moja au nyingine katika maisha yake, yote atapata nafasi ya kushiriki. Ndio sababu tunaanza ratiba mapema sana saa 3, ambako tutakwenda mpaka muda wa saa 7, ambako tunategemea ibada rasmi itaanza. Baada ya ibada rasmi kuanza, tutakwenda kufanya tutamaliza hapa. Ibada itafanyika hapa tulipo, na hii ndio madhabahu ambayo itatumika kuongoza ibada. Baada hapo tutakwenda kwenye makaburi, ambako tutatangaza utaratibu wa kwenda makaburini, kwa sababu watu tunategemea tutakuwa na watu wengi sana. Hatuwezi watu wote tukafiti maeneo ya makaburini, na hatutaki makaburini pawe mahali pa vurugu kwa watu kusukumana. Kwa hiyo tunategemea kama idadi ya watu 300 tu ndio watakaopata nafasi ya kufika eneo la kaburi, na pamoja ikiwa ni pamoja na familia, viongozi, maaskofu mbalimbali ambao watakuja kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, na baadhi ya viongozi watapata nafasi ya kwenda kwenye eneo la makaburi. Na waandishi wa habari, niwaombe kabisa, in particular ninyi, tunategemea muwepo kote makaburini. Hatutakuwa na vurugu za kukanyagana makaburini wala kusukumana makaburini. Kuna mahali panaandaliwa kwa vyombo vya habari kuwa na kamera zenu kuziseti, isiwe tena kwa sababu eneo la kaburi hatutaruhusu watu kusimama. Watu wote watatakiwa kukaa. Watakaosimama peke yao ni wale viongozi wanaongoza ibada na waandishi wa habari. Na ninyi waandishi wa habari, kama utaratibu ambao mnaujua katika matukio ambayo ni official, tutaitenga eneo lenu ambalo mnaweza mkapata picha zenu bila bugudha yoyote katika eneo lote lile. Kwa
Kwa hiyo tutaomba mtusaidie utaratibu huo uheshimiwe. Tunafanya hivyo kwa sababu ya wingi wa watu. Kwa hiyo tutataka watu watulie, ndio tunaweka screen kubwa mbalimbali za LED ili watu waweze kufuatilizia msiba hata kama hakufika katika eneo la kaburi. Manake tutakuwa na maelfu ya watu, lakini pale kaburini ni nafasi ya 300 tu. Kwa hiyo wao watatengwa na wote watakuwa kaburini, watakuwa tayari wana viti vyao vya kukaa. Kwa hiyo hakutakuwa na mtu yote atakayesimama katika eneo la kaburi. Tukimaliza ibada ya kaburi, basi msafara tena wale viongozi wetu wa kiroho watakuwa wanaongoza ibada ya mazishi, watarudi tena hapa nyumbani kwa ajili ya kufunga rasmi ibada ya mazishi, na baada ya hapo watatusaidia kuvunja tanga la kifamilia. Nafikiri tanga mnalielewa, nikisema kuvunja tanga, wataongoza ibada ya kuvunja tanga. Baada ya hapo viongozi wa kiroho watakaokuwepo, maaskofu na viongozi wengine, watapata nafasi ya kuifariji na kuwapa pole familia na kuaga. Kisha tukimaliza hatua hiyo, makundi yote yaliyoshiriki na sisi katika msiba tutawakaribisha chakula cha mchana kuelekea jioni. Baada ya hapo itakuwa ratiba yetu rasmi imemalizika. Sasa atakuja nani, hatakuja nani, hivi vitu havina guarantee inaweza kutolewa katika hatua ya sasa. Ila tumeambiwa kuna baadhi ya viongozi wa serikali watakuja. Hatujapata uhakika rasmi, lakini watakapotoa uhakika rasmi wa kushiriki, basi tutaendelea, hata mchana tutakuwa labda tumejua, tutafahamisha. Lakini tumeambiwa kuna baadhi ya viongozi wa kitaifa wa serikali watakuja, baadhi ya mawaziri, baadhi ya wabunge, baadhi ya na wanasiasa wa vyama vingine. Of course viongozi wetu wote wa Chadema watakuwepo katika hatua zote, viongozi wakuu wa Chadema, wajumbe kamati kuu ya Chadema, hao ni msiba ni wao, kwa hiyo watakuwa sehemu yote ya programu nzima ya mazishi. Taarifa za kwenye mitandao zipo, kila siku zipo, sio tu kwenye msiba huu. Zina ukweli kiasi gani, sasa hilo ni jambo jingine. Ninyi ni waandishi wa habari, mnajua media yote inakuwa ina utaratibu wa kudhibiti habari zake. Sasa social media, mtu yote anaweza karusha chochote anachotaka kurusha, lakini nyinyi mmekuwa hapa wakati wote. Viongozi wa Chadema wote mnaona hapa, asilimia karibu 80 hapa ni watu wa Chadema. Wanatengwaje wakati wameshirikishwa katika kila hatua? Hakuna mtu yeyote aliyetengwa na hatutamtenga mtu yeyote. Nimesema huu msiba ni wa taifa. Huyu baba alihudumu na watu wengi, miaka yake 95, amepita mbuga nyingi, na kote mwendo wake wa miaka 95 alikuwa anafanya kazi na watu. Sasa leo dakika ya mwisho uweze kusema sisi ndio special kuliko wengine wote hawana thamani. Si kweli, si kweli. Kwa hiyo hao wanaandika kwenye mitandao, napenda kuamini sio viongozi wa Chadema, na nitasikitika sana kama kiongozi wa Chadema atatoka na umbea wa kipuuzi kama huo. Tutasikitika sana kama familia. Tunataka tumlaze mzee wetu kwa heshima, bila kuleta minyukano ambayo haina msingi katika kumwenzi mzee wetu. Sasa watu wanataka kuchafua msiba huu kwa kutoa taarifa za uongo, ni mambo ya kusikitisha sana. Mimi nasema binafsi, siamini kama kuna kiongozi wote wa Chadema ana ujasiri wa kusimama na kusema kwamba Chadema imetengwa, kwa sababu nimekuwa nao muda wote kuanzia mwanzo, tumewashirikisha. Hakuna kitu wamepangiwa bila wao kuafiki, na viongozi tumekuwa na mazungumzo nao, na hata viongozi wakuu wote tumekuwa na mazungumzo nao. Sasa mtu anayetoka kwenye mtandao anasema Chadema imetengwa, kwa nini wamepewa muda asubuhi? Kuna watakaopata muda asubuhi, kuna watakaopata muda wa usiku, kuna watakaopata muda wa mchana. Kuna makundi mengi. Sasa hatuwezi muda wote tukatenga kwa ajili ya taasisi moja, haiwezekani. Sasa hivi ni mambo ambavyo kwa kweli yanasikitisha sana, lakini sisi tumeshapanga taratibu. Nimesema huu msiba ni wa watu wengi, watu wote. Huu msiba huji hapa kumtenga ama kumbagua mtu yote. Na wale ambao walifanya kazi kwa karibu sana na mzee, ikiwemo chama chetu cha Chadema, tunategemea wao ndio wawe mstari wa mbele kuwapokea wageni kuliko hata sisi wenyeji. Ninyi hata mkiwa na sherehe, wale wenyeji wanakuaga pembeni, wanapokea wageni. Sasa wewe unataka wageni mtu anayeandika ni kwamba anataka wageni wasukumwe, wafukuzwe ili wenyeji ndio wawe wenyewe wana shughuli yote. Haiwezekani jamani. Chadema ndio wenye msiba wao. Wako hapa, unaona viongozi wamekaa kule, wanapanga, wanapokea viongozi, wanapokea makundi mbalimbali kutoka wakati wote. Tumekuwa nao tangu siku ya kwanza ya msiba. Na tunaamini tutakuwa nao mpaka dakika ya mwisho wa msiba. Huyu anaandika mtandaoni, huenda hata kufika hapa hajawahi kufika. Mambo ya kitoto na kijinga ambayo nisingetamani tu yatupotezee muda kuyajadili katikati ya msiba mzito kama huu.
Tusaidie jeneza lake kwa sababu ni muasisi. Jeneza lake linafunikwa na bendera ya chama ama inakuwa? Of course hatuwezi kuacha kufunika jeneza la Mzee Mtei na bendera ya Chadema. Yule ni muasisi man. Kwa hiyo kuna nafasi ambako bendera ya Chadema itakuwa kwenye jeneza, lakini bendera haikai masaa yote 24. Ni kwa ajili ya ile itifaki ilivyotengenezwa, lakini kwamba eti kwamba haitapokewa kwamba Chadema wasifunike jeneza lao. Actually hata safari ya leo kwenda kumchukua mzee Seriani tumeambia Chadema kwamba na viongozi nao waende kule, watafika hapa. Tunategemea viongozi wa Chadema ndio watakaoingiza mwili wa baba ndani. Sasa mnataka mpewe heshima gani zaidi ya hiyo? Kama bado mnaona kwamba hamjatendewa haki, mnataka mpewe heshima gani zaidi? Kwa hiyo msisikize mambo ya mitandaoni. Mambo ya mitandaoni mingi ni ya kujenga uchonganishi tu, na sisi hatutaki kugombana na mtu yeyote. Tunaiheshimu familia, tunaiheshimu chama chetu, tunaheshimu waombolezaji wengine wote. Kwenye misiba hakuna mwaliko, ni watu wanaojisikia kutokana na wanavyoguswa na msiba ndio wanavyokuja kwenye msiba. Kwa hata ukiniambia nani atakuja, uenda wengine hata wanaokuja mimi siwajui. Kuna wale official tutawajua, lakini wale ambao wanatukimbilia wote mikono yetu iko kwa mikono miwili, tutawapokea makundi yote. Ndani hapa hapajaonekana bendera yoyote ya Chadema. Labda ni utaratibu ama yani ndani hapa kwenye nyumbani kwake. Nyumbani kwake ni wapi? Yani hapa tulipo. Kuna bendera yoyote. Kule barabara umepokewa na nini? Kule barabara umepokewa na bendera za chama gani? Ya Chadema. Lakini tunazungumzia hapa ndani. Naanguliza watu wote wamevaa uniform, wamevaa uniform za nini? Tunazungumzia bendera. Atoke kiongozi mmoja aseme mimi nimezuia kuweka bendera. Si unanielewa? Atoke kiongozi mmoja aseme sisi tumeambiwa bendera tuweke hapa na tusiweke hapa. Hizi mambo za umbea ni vitu vya kitoto sana. Na naomba msisongee mambo ya kitoto. Na ninyi msiniulize maswali ya kitoto. Yeah.